wahudumu wa bodaboda mjini Webuye na viunga vyake katika kaunti hiyo wamelalamikia kudorora kwa hali ya usalama, hasa kufuatia mauaji ya mhudumu mmoja wa bodaboda usiku wa kuamkia Jumapili. Mwili wa marehemu ulipatikana ukiwa na majeraha mabaya katika eneo la Weybridge mjini Webuye. Wahudumu hao sasa wanataka hatua za haraka kuchukuliwa ili kukabili wizi wa pikipiki na mauaji yanayodaiwa kuchipuka tena. Mwanahabari wetu Glory na taarifa hiyo. Wahudumu wa bodaboda mjini Webuye wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kurejea kwa visa vya uhalifu vinavyolenga wahudumu wa bodaboda. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Dan Waliaula, wanasema wizi wa pikipiki na mauaji umekuwa ukiongezeka siku za hivi karibuni, hali inayotishia maisha yao na riziki zao. Security huko nyuma imekuwa tu mzuri, lakini kwa saa hii security imeanza kuwa mbaya. Aidha, wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kuweka taa za usalama katika maeneo kadhaa ya miji na viunga vyake, pamoja na kukarabati barabara mbovu zinazochangia kuhatarisha maisha ya wahudumu na wakazi. Wakati huo huo, wahudumu hao wametakiwa kuwa waangalifu wanapobeba abiria, hasa nyakati za usiku, huku wakizitaka idara za usalama kuharakisha uchunguzi na kuwakamata wanaohusika na mauaji pamoja na wizi wa pikipiki mjini Webuye na maeneo ya karibu. Ningependa kuhamasisha wenzangu wa bodaboda katika sekta bodaboda, beba mtu ambaye unamjua. Fanya kazi, usifanye late hours, wee hours. Tafadhali. Na pia ningependa kuomba serikali yetu ya county government hapa maeneo ya Dina watuwekee lights mpaka huko ndani, barabara zikuwa nzuri pia. Naomba pia wenzetu wa bodaboda wenye wako hapa Webuye, wenye hawana branding, tunawashukuru. Labda wewe si mwizi, utafikiria wewe ni mwizi upate tu shida. Please, kwa stage ujulikane. Kwa sababu ukipatikana kwa barabara bila branding, sisi hatutajua kama wewe ni boda ama wewe si boda. Labda umekuja ku survey ufanye mambo mabaya. Patikana na namba. Kama una namba, security wa town wakikushika usitulaumu. Wahudumu hao wa bodaboda wamesema wako tayari kushirikiana na vyombo vya usalama ili kurejesha amani, wakisisitiza kuwa usalama wao ni muhimu kwa ustawi wa shughuli zao na jamii kwa ujumla. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Glory Nkatha.